Bwana unaweza, Bwana unaweza, Bwana unaweza mambo magumu, unaweza Bwana mwaminifu, Bwana mwaminifu, Bwana mwaminifu, Mungu wetu mwaminifu, Bwana mwaminifu, Bwana mwaminifu, Bwana mwaminifu, Mungu wetu mwaminifu, Bwana. Basi tukae. Mungu wetu na Baba yetu uliye mwema na mwaminifu, ninakuomba na kukusihi majira haya na wakati huu, zungumza nasi kupitia neno lako. Nitumie Bwana kama chombo au daraja la kuzungumza na watu wako Bwana jioni ya leo, katika ibada hii nzuri ambayo Bwana umetupa neema ya kuwapo mahali hapa. Jina lako litukuzwe milele na milele, katika jina la Yesu, amen. Jiokoe mwenyewe na kizazi hiki chenye ukaidi. Jiokoe mwenyewe na kizazi hiki chenye ukaidi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2, mstari wake ni 40. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2, mstari wake ni 40. Ujumbe wangu leo, jiokoe mwenyewe na kizazi hiki chenye ukaidi. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 40 na 42. Neno la Bwana linasema, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Mwisho wa kunukuu. Jiokoe mwenyewe na kizazi hiki chenye ukaidi. Usipojiokoa, nataka nikwambie, utakwama ama utazuiliwa kumuona Mungu, hasa katika kizazi hiki chenye ukaidi. Mungu anaendelea kuongea na sisi tujiokoe wenyewe na kizazi chenye ukaidi. Ukisoma kitabu cha Ezra, kitabu cha Ezra sura yake ni ya 9. Soma kitabu cha Ezra sura yake ni ya 9, utaona mambo pale. Acha nikuoneshe jambo pale, madhara ya kizazi chenye ukaidi. Kitabu cha Ezra sura yake ni ya 9. Biblia inasema, na mambo hayo yalipokwisha kutendeka, wakuu wakanikaribia wakisema, watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawakujitenga na watu wa nchi hizi, wamefanya sawasawa na machukizo yao, yaani Wakanaani na Wahiti na Waperizi na Wayebusi na Waamori na Wamoabu na Wamisri na Waamoni. Maana wametwaa binti zao kuwa wake zao na wake za watoto wao, basi mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi. Mwisho wa kunukuu. Anaendelea kuongea namna ambavyo Mungu aliwaambia wana wa Israeli watakapofika ile nchi ya ahadi, wajiadhari wasije wakaoana na watu wa nchi ile. Wajiadhari wasiwape binti zao watu wale, wala wasiwape wana wao wa kiume mabinti za watu wale, kwa sababu watakapofanya hivyo, Mungu aliwaambia ni machukizo kwangu. Lakini tunaona taifa la Israeli wakati ule walikuwa ni watu wakaidi na walikuwa wanaitwa watu wenye shingo ngumu. Ndio maana akasema akasema miaka 40 nalizungumza na kizazi kile. Miaka 40
anasema analizungumza nao, lakini ni watu ambao walikuwa wakaidi wa mioyo. Ukisoma ile Zaburi, nadhani ni Zaburi ya 95. Zaburi ya 95 anaeleza namna ambavyo watu wale walikuwa ni watu wenye shingo ngumu. Kuanzia mstari wa 8, msifanye migumu mioyo yenu kama vile huko Meriba, kama siku ya Masa jangwani. Hapo aliponijaribu baba zenu, wakayaona matendo yangu. Sasa anaendelea kueleza namna ambavyo walipomjaribu Mungu, wakampima, wakayaona matendo yake. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa na shingo ngumu. Ndio maana utaona Ezra katika sura ya 10 akaanza kuomba kwa kulia na kuomboleza. Ezra sura ya 10 ule mstari wa 1, basi hapo Ezra alipokuwa kiomba na kuungama, akilia na kujiangusha kifudifudi mbele ya nyumba ya Mungu, wakamkusanyikia katika Israeli wote kusanyiko kubwa sana la wanaume na wanawake na watoto, maana watu hao walikuwa wakilia sana. Watu ambao walikuwa na mioyo ya kutetema, watu waliokuwa na hofu ya Mungu walikuwa wakilia na kutetemeka. Kwa nini? Kwa sababu ya kizazi chenye ukaidi, ambapo Mungu aliwaambia msioe watu wale wala msijichanganye, lakini wakajichanganya. Hicho ndo kilio cha wachungaji leo, wainjilisti leo, walimu leo, manabii leo, hasa watu wa kweli wa Mungu ambao wamekuwa kilia na kizazi cha leo ambacho ni kizazi chenye ukaidi. Kila wanapohubiriwa kwa habari ya kujichanganya na mataifa, kwa habari ya kujichanganya na dunia, ni kizazi chenye ukaidi, ni kizazi ambacho hakisikii. Ndio maana Yesu mwenyewe alikipa jina moja, akasema kizazi cha uzinzi na dhambi. Ni kizazi ambacho Mungu kinampenda na dunia kinaipenda. Ndio maana kinaitwa kizazi cha uzinzi na dhambi. Maanake uzinzi inajitegemea na dhambi inajitegemea. Uzinzi kwa maana ya kumpenda Mungu kama Mungu wao, kama mme wetu, lakini kupenda dunia pia kama mme wake. Kwa hiyo ni kizazi kinachozini, lakini pia kizazi kinachozini mwilini. Kwa uzinzi wa aina mbili umetajwa kama kizazi cha uzinzi na dhambi. Ndio maana utaangalia leo tunapowahubiri watu kwa habari ya kuiacha dunia na tamaa zake, kuiacha dunia na mali zake, kuiacha dunia na anasa zake, kizazi hiki hakitakuelewa. That's why utaangalia ibada kwa kizazi hiki ni ngumu. Kumtafuta Mungu kwa kizazi hiki ni kugumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu akasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu ataiona imani duniani? Aliuliza hilo swali na hakuna aliyewahi kujibu hilo swali. Je, ataiona imani duniani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Tunajiokoaje na kizazi hiki chenye ukaidi? Unajiokoaje na kizazi hiki chenye ukaidi ili hali bado unaendelea kusikia mafundisho ya mitume wa uongo? Bado unaendelea pia na maombi pamoja na waovu? Bado unaendelea mwenyewe kujiungamanisha na kizazi chenye ukaidi? Hauwezi kujiokoa ili hali bado unaendelea kujiungamanisha na kuwa na marafiki wa ovyo ovyo ambao hawana uchaji ndani yao, ambao kumcha Mungu hakupo ndani yao. Hauwezi ukajiokoa na kizazi chenye ukaidi. Ndio maana Paulo anasema chachu kidogo inachachusha donge nzima. Biblia inasema msifungwe nila pamoja na wasioamini. Msifungiwe nila pamoja na wasioamini. Kwa nini? Pana ushirika gani? There is no relationship between darkness and the righteousness. The temple of God and the Satan. Hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Hekalu la Mungu na idol na sanamu, hakuna ushirika. Ndio maana Biblia inasema toka kati yao ukatengwe nao, asema Bwana. Msiguse vitu vichafu. Bwana ameahidi kutukaribisha, lakini kwa nini watu hawakaribishwi? Kwa nini watu hawamuoni Mungu? Ni kwa sababu ya mbegu takatifu kujichanganya na mbegu za dunia, kujichanganya na uchafu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajiokoaje?
tunajiokoa huku tunaendelea kusikia mafundisho ya mitume, ambapo Biblia inasema wakaendelea katika fundisho la mitume, kwa sababu kanisa limejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Yale yote ambayo mitume walifundisha, kanisa linaendelea kuyaishi. Mitume alifundisha utakatifu wa nje na ndani, na kanisa linaendelea kujifunza na kuyaishi haya. Mitume alifundisha uchaji wa Mungu, kanisa linaendelea kujifunza kuhusu uchaji wa Mungu. Mitume alisitiza ibada, kanisa linaendelea kufanya ibada. Biblia inasema msiache kukusanyika kila itwapo leo. Maadamu muonapo ile siku inakaribia, mwendelee kuonyana muonapo siku ile inakaribia. Lakini leo, kanisa la leo halikusanyiki kila inapoitwa leo, ili waonyane kwa ajili ya kwenda kwenye ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima kama kanisa tuendelee kukusanyika kila itwapo leo na kuendelea kujifunza ile fundisho la mitume. Lakini tunawezaje kujiokoa na kizazi hiki? Ni kuendelea pia na maombi ya pamoja. Mnapokuwa na maombi ya pamoja ndipo mnapata nguvu. Maombi ya pamoja yanaleta nguvu. Kanisa linakusanyika kuomba, Bwana dhihirika, Bwana onekana, Bwana jitwalie nguvu. Lakini maombi ya pamoja leo yameisha, leo yamekoma. Makanisa hayana maombi ya pamoja, hayana. Kila mtu yuko bize na maisha, kila mtu yuko bize na familia yake, kila mtu yuko bize, hawana muda. Kwanza hawana muda wa ibada. Ni kizazi chenye ukaidi, kizazi chenye ukaidi. Biblia inasema kitapata ishara yoyote ila ishara ya Yona aliyekaa kwenye tumbo la Alice la nyangumi siku 3. Ndiyo Biblia inasema kizazi hiki kitaona hiyo ishara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajiokoaje na kizazi hiki? Hiki ni kipindi cha kujitenga mwenyewe na kizazi chenye ukaidi. Jitenge mwenyewe. Usipojitenga mwenyewe, nataka nikwambie, hata nguvu ulizonazo utanyonywa. Nguvu ya maombi itaisha, nguvu ya mifungo itaisha, nguvu ya ibada itaisha. Lazima ukubali kujitenga na watu wa ovyo, wasioenenda kwa utaratibu, wasiomwogopa Mungu. Those who are not fearing God, escape them. Watu wasiomwogopa Mungu ni watu wa kuwakimbia. Ni zaidi ya magonjwa mabaya unayojua wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mitume, ukisoma habari za waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza, maana ni sura moja, anaeleza mtu asiyeleta mafundisho haya, anasema hata salamu msimpatie, msimwite ndugu, maana mpaye salamu anashiriki kazi zake mbovu. Mitume was very serious. Most of apostles was very serious katika Injili, na walikuwa na mzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Yesu wakati alipoona makutano wanaenda ili waendelee kumrudisha nyuma, waendelee kukuzuia kusudi la Bwana kutimiza, akasema, sikilizeni, nyinyi mmenifuata si kwa sababu mnataka nini? Mnataka Injili, si kwa sababu mniona ishara. Hapana, mnanifuata kwa sababu mnataka mikate, mnataka kula. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula ambacho mwana Adamu atawapa. Na alipowaambia lile kusudi lenyewe, wakakimbia. Kizazi chenye ukaidi, waambie kusudi lako, watakimbia. Waambie ukweli, watakimbia. Wasiwaambie kwa kuwabembeleza. Yesu alisema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Hakubembeleza mtu, alisema ukweli. Na wewe unapaswa kusema ukweli dhidi ya maisha yako, dhidi ya huduma yako. Usipojitenga na mafundisho ya uongo, usipojitenga na vitu vya ovyo, nataka nikuambie utaanguka. Leo hii ameibuka mafundisho ya uongo, walimu wa uongo, wameibuka wachungaji wa uongo, manabii wa uongo. Na moja kati ya kitu ambacho wajui ni ile hali ya manabii wa uongo kuibuka. Unajua wachungaji ni tofauti na manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji atasema hawezi kusema Bwana ameniambia. Nabii anasema Bwana amesema. Sasa kama Bwana hakusema inakuwa ni hatari. Anasema Bwana alisema ili hali Bwana hakusema.
wamedanganya wengi, wamejenga makanisa makubwa, wanaendelea kudanganya wengi. Bwana amesema kumbe Bwana hakusema. Bwana amenituma kumbe Bwana hakumtuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akitaka kuangamiza wanadamu, hawezi kuangamiza wema na waovu. Hawezi. Ndio maana wakati ule nazungumza na Ibrahim baba yetu, Ibrahim akamwambia, je, wakipatikana watu 45 utaangamiza? Akasema hapana. 40, 35, hapana. 30, hapana. Ngapi? Hapana. Mpaka 15 akasema sitaangamiza wema na waovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anaanza kuambia watu wake wajitenge. Wakikataa ndipo wanawapiga. Mungu akitaka kupiga watu, akitaka kupiga eneo, anawaambia watu wake wajitenge. Wakikataa ndipo anapiga. Mungu akitaka kufanya jambo, anawatenga watu wake kwanza. Acha nikupe mfano. Mfano wa kwanza ni habari ya Sodoma na Gomora. Mungu alipotaka kuipiga Sodoma, alimwambia Rutu ajitenge na kizazi chenye ukaidi. Kwa sababu wakati Mungu anamtuma Lutu kupitia malaika, akawaambia wakwe zake kwamba watoke hapa Sodoma na Gomora, maana Mungu atapaharibu. Bibi nasema alionekana kama mtu anayecheza mbele za wakwe zake, kama mtu anayecheza, anajichezea tu. Wakati huu tunapoambia watu kwamba nyakati zimeisha, watu wanaleta mchezo. Watakuja kutafuta makanisa ya kusali, hawatayaona. Watatafuta mahubiri, hawatayaona. Wakati ule mpinga Kristo amezima data, amezima mitandao yote. Wakati ule mpinga Kristo ameharibu makanisa yote, nimekuwa dini moja na serikali moja. Hakutakuwa na mafundisho haya utakatifu. Watu watatamani wakaombe, hawataomba. Makanisa hayatakuwepo, makanisa ya utakatifu yatabomolewa na huenda atageuzwa yakawa madisco. Watu watatafuta kuomba, hawatapata. Watatafuta angalau mtafute mchungaji awape faraja, hatakuwepo. Nyakati zinakuja wala si mbali kutoka sasa, ambapo mpinga Kristo atatawala dunia. Ni lazima tawale, kwa sababu Biblia imesema atakapotawala atatengeneza dini moja, atatengeneza serikali moja, afa atatengeneza na sarafu moja. Sasa dini moja nafikiri kitahubiriwa nini? Yatahubiriwa mahubiri ya kumsupport mpinga Kristo. Sasa watu watatamani kufanya ibada. Si walikuwa busy? They were so busy with seeking money. So busy with their life. Hawakuwa na muda na ibada. Unawashuhudia hawakuelewi. Unaambia nyakati zimeisha, hawakuelewi. Kwa nini? Ni kizazi chenye ukaidi. Kizazi kiovu. Akitaki maonyo, akitaki kugeuka. Angalia Sodoma na Gomora. Angalia Mungu alitenganisha kina Musa. Wakati ule Mungu anataka kupiga wakina Kola na kina Dasa. Mungu akamwambia Musa awatenga wana Israeli na wale waasi wakina Kola. Waliomwambia Musa, kwa nini Mungu anasema nawe kila siku? Kwani Mungu aseme na sisi watu waasi ndani ya kusanyiko, ndani ya ibada? Waambia hamna, haiwezekani Mungu aseme na wewe tu. Kwa nini asiseme na sisi? Angalia kichwa wapata. Mungu akasema watenganishe. Na Musa akasema kama watu hao wakifa kifo cha kawaida, basi Mungu akusema kwa mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, tunaona namna ambavyo ardhi ilipasuka. Ukisoma Hesabu 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 49, utaona ardhi ilipasuka. Watu wakamezwa wangali hai kwa sababu ya uovu na ukaidi waliokuwa na kizazi kiovu, kizazi chenye ukaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wakati wa Nuhu, Mungu alipotaka kuipiga dunia ya mwanzo kwa gharika, angalia, alimwambia Nuhu, tengeneza safina. Nataka kuleta mvua, nataka kuleta gharika. Angalia walichofanya. Watu waliziaki na kudhalau. Wakasema hakuna kitu kama hicho. Acha kutupotezea muda. Watu waziape. Angalia kilichotokea. Watu wote waliangamizwa. Kasoro Nuhu aliyetii na watoto wake na mke wake. Jumla watu 8 dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama dunia inaweza kuokolewa, kama watu wanaweza kuokolewa watu 8 dunia nzima, hebu angalia Mungu ni wa aina gani? Ndio maana Biblia inasema ni jambo la kutisha kuanguka chini ya mkono wa Mungu aliye hai. Ni jambo la kutisha. It's a fear of things. Jani ni jambo la kutisha mno. Wana wa Mungu,
kati ya jambo ambalo natakiwa uogope kila siku ni siku ile unaenda mbele za Bwana. Utafanya nini? Utasemaje? Katika maisha uliyoishi duniani utasemaje siku ile unakwenda mbele za Baba? Unaitwa kwa jina lako Jane au Joshua au Amina, utasemaje? That is a fear things. Ni jambo la kuogopa. Lakini angalia leo, kwa sababu ya masumbufu ya maisha na hali halisi ya maisha, watu wamesahau kwamba iko siku tutasimama mbele za Mungu. They forgot. Hakuna anayekumbuka. Kuna anayekumbuka. Kwa nini? Kwa sababu ya ukaidi. Hata siku ile ya kwanza, hata siku Mungu anaumba dunia, Mungu alitenganisha giza na nuru. Alitenganisha. Hivi vitu haviwezi kukaa pamoja. Giza na nuru havikaji pamoja. Giza likuwepo hapo, jue mahali hapo hakuna nuru. Nuru ikiwepo hapo, jue mahali hapo giza haipo. Alisema na iwe nuru. Ikawa. Na iwe mianga, moja ukaangaze mchana mkubwa na mdogo ukaangaze usiku. Na ikawa. Why was this? Ili kuhakikisha ya kwamba nuru na giza vinatenganishwa. Nisikilize wana wa Mungu. Nguvu za Mungu kwenye maisha ya mtu huwa zinazirika zaidi mtu huyo anapojitenga na kizazi kiovu. Unapojitenga na watu waovyo, unapojitenga na watu wa kawaida ambao hawataki kuwa watu wakuu, hawataki kufika mbali, nguvu za Mungu zitaanza kuzirika ndani yako. Hujanielewa? Pale utakapojitenga na ukawaida na watu wasioenenda kwa utaratibu. Paulo anawaambia tusenuke, jiepusheni na watu wasioenenda kwa utaratibu. Watu wasio na enenda kwa utaratibu. Asema jiepusheni. Pale utakapoanza kujitenga na kizazi kiovu, watu wasio na hofu ya Mungu, nguvu za Mungu zitaanza kuzirika ndani yako. Nguvu za Mungu zitembee ndani yako, kwa sababu kila mtu is your friend. Kila mtu ni rafiki yako. Hata watu wasio na uchaji, wasio mwogopa Mungu, wasio nenda kwa utaratibu, they are friends. Ni rafiki zako. Unachati nao, unaongea nao. Ndio maana utaangalia hata usemi wako, utaangalia hata mazungumzo yako, utaangalia hata namna ya chatting zako kwenye simu. Angalia hata chatting zako, angalia hiyo communication. Kwa nini? Ni ya uovu. Angalia tunavyoviangalia kwenye TV yako, kwenye simu yako, angalia. Vyote hivyo vina symbolize kwa namna ambavyo umejiungamanisha na kizazi kiovu. Kama hujajiungamanisha, basi wewe mwenyewe ni mkaidi. Mkaidi. Wakati Esau anakwenda kula chakula cha dengu, alimwambia hivi Yakobo, niapie kabisa unaniuzia uzaliwa wako wa kwanza, niapie. Akasema, kwani uzaliwa wa kwanza kitu gani bwana? Kwani bei gani bwana? Nipe chakula mimi nile. Achana na uzaliwa wa kwanza. Sikiliza, achana na uzaliwa, nipe chakula nile. Shida yake ilikuwa ni chakula. Sasa watu wengi wameuza nafasi ya kwenda mbinguni kwa sababu ya chakula. Kwa sababu ya shida siku moja. Kwa sababu ya shida siku mbili. Kwa sababu ya shida siku tatu. Ukaidi ni pale ambapo unaangalia vitu ambavyo mbele za Mungu si kipaumbele. Huo ndio ukaidi. Vitu ambavyo mbele za Mungu si kipaumbele ni ukaidi. Na watu wanakaidi kwa sababu ya kupenda maisha haya, kupenda raha ya maisha, kupenda starehe, kupenda starehe za dunia zimewafanya watu wawe kaidi. Hawataki kumtii Mungu, ni kizazi kiovu. Ukaidi, kupenda raha ya maisha, kupenda starehe, kupenda anasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu za Mungu zitaanza kuzirika ndani yako utakapojitenga na kizazi kiovu. Lakini pia muda umefika wa Mungu kutengeneza kanisa lake. The time is now. Maandiko yanasema ulipofika utimilifu wakati, Mungu alimtuma mwanae akazaliwa chini ya sheria, lakini lengo halikuwa yeye akuwa chini ya sheria mwenyewe, ila alizaliwa chini ya sheria ili awakomboe waliokuwa chini ya sheria. Nani? Yesu Kristo. Ndio maana Paulo anasema nilipokuwa mtoto mchanga naliwaza kama mtoto mchanga, nilipokuwa nikabatisha mambo ya kitoto. Sasa sikiliza ndugu, nisikilize. Angalia nyakati hizi, kwa nini uamsho wa injili ya kweli umefika? Kwa nini watu wanahubiriwa watu waache mikorogo, watu waache viambata? Kwa nini? Ilihubiriwa nyakati za kina Kulola zamani hizo, wakina Baba Lola walihubiri zamani. Hapa kanisa likavurugwa, hapa kanisa likaingia kwenye udunia, likaingia. Angalia nyakati hizi, kwa nini uamsho umekuja? Watu warudi kwenye asili, watu wamtukuze. Kwa nini? Ni nyakati za mwisho ndio uamsho umekuja.
wa watu kurudi kwenye kweli. Pale ambapo tutaanza kusubiri bado utashangaa kanisa limeondoka. Ndio maana utaangalia leo worldwide watu wanahubiri utakatifu. Watu waache mikologo, watu waache ma makeup ya kidunia. Kanisa lijitenge na dunia kwa 100%. Angalia injili inayohubiriwa na watakatifu leo. Manabii wa kweli wanahubiri hicho, mitume wa kweli wanahubiri hicho, wainjilisti wa kweli wanahubiri hicho, wachungaji wa kweli kote duniani wanahubiri. Angalia, that is a movement worldwide. Ni maandamano ya dunia nzima. Dunia nzima watakatifu wanahubiri hiyo. Ukiangalia channel za watu walioko wapi, walioko gaibuni, wote wanahubiri kweli ya Mungu. Wanalisitiza kanisa lirudi kwenye njia, litoke kwenye kizazi kiovu kikaidi. Mnanielewa ndugu? Maana yake jitenge na uchafu. Jitenge na uchafu. Leo utaangalia watu wanakuja kanisani, anakuja amefunga kitambaa, lakini ndani ya nywele zake amesuka. Akifikiri anamficha mchungaji. Akifikiri namficha mchungaji kwa sababu mchungaji haoni. Kumbe ni mkaidi. Mbele za Mungu wake, sio mbele za mchungaji, mbele za Mungu wake ni mkaidi. Jitenge na kizazi hiki kisichotaka kusikiliza neno la Mungu. Hakina muda wa kusikiliza neno la Mungu. Jitenge. Yesu akawaambia wanafunzi wake, ningali ninayo maneno mengi ya kuambia, lakini hamtastahimili hivi sasa. Kwa nini hawatastahimili? Hawakuwa na roho wa Mungu. Kizazi hiki kimtaki roho wa Mungu, kinaenenda kwa hisia, kwa matakwa. Kinaenenda kwa matakwa yake. Hakimtaki Roho Mtakatifu. Ambao Petro anasema hii ni ahadi ya watu wote watakaomjia Yesu Kristo, walio mbali na walio karibu. Lakini kizazi hiki hakimtaki Roho Mtakatifu. Kinataka kienende kwa hisia zake, kwa matakwa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, wewe upo kwenye kizazi kipi? Wewe unayenisikiliza upo kwenye kizazi kipi? Kizazi cha waliochaguliwa au kizazi cha nyoka? Maana Yesu mwenyewe anasema enyi kizazi cha nyoka. Nani aliyowaambia kuikwepa hukumu ya jehanamu itakayokuja? Nani aliwaambia? Yohana anasema, zaeni matunda yapasayo toba kama ni watu wa Mungu. Kama ni mtu wa Mungu, zaa matunda yapasayo toba. Kama ni kizazi cha nyoka, tutaona hakutakuwa na matunda yapasayo toba. Utatubu lakini dhambi ni ile ile. Hautatubu kwa maana ya kuacha. Kwa nini? Huwezi ukazaa matunda yapasayo toba. Kwa nini? Ni kizazi cha nyoka. Kizazi cha shetani. Mimi nasema kizazi kiovu. Hakitaki neno la Mungu. Hakitaki kujifunza. Shetani anajua kuwa Mungu ni mtakatifu, na hawezi kuchukuliana na watu waliojichanganya. Shetani anafahamu. Wana wa Mungu, shetani anajua kwamba Mungu ni mtakatifu na hawezi kuchukuliana na watu waovu. Yeye anajua au watu waliojichanganya. Ndio maana angalia, Yesu anamwambia Yohana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa 15. Akasema, aheri ukawa baridi au moto. Aheri ukawa baridi au moto, kwa sababu nitakutapika ukiwa vuguvugu. Nitakutapika utoke katika kinywa changu. Yaani aheri ukaacha imani kabisa ukawa baridi. Maana aliyeacha imani kuna siku atahubiriwa, ataokoka. Yaani mtu ambaye hasali, mtu wa mataifa huyo, ana kanema kidogo, anaweza kuhubiriwa akaokoka. Mtu aliyevuguvuga anajiona amekamilika, kumbe ni muongo. Mtu aliyevuguvuga anajiona ni mwenda mbinguni, anaona ni mlokole, anaimba na Bwana Yesu asifiwe, anaimba na nyimbo, lakini kumbe ni muongo. Ndio maana watu hao mbele za Mungu ni takataka. Na hata wewe mwenyewe, vitu vyovyote vilivyovuguvuga vinyweki. Unaweza ukatapika. Maji ya baridi unakunywa vizuri kabisa, na maji ya moto vipi vuguvugu? Afu yamepata tu kamoshi. Maji yaliyopata kamoshi, kajaribu kuchemsha maji yaliyopata kamoshi unywe, uone kama atanyweka. Hayanyweki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Ezra kalia akasema watu wamejichanganya na mbegu takatifu na mbegu ya dunia. Wamejichanganya, kalia kaomboleza pamoja na watu waliokuwa jirani naye, nao wakalia wakaomboleza. Hizi ni nyakati za kuomboleza. Hizi ni nyakati za kulia.
Kama kuna nyakati ambazo unatakiwa kulia, ni nyakati hizi. Kama kuna nyakati ambazo unatakiwa kutoa machozi, ni nyakati hizi. Ni nyakati ambazo wanawake ni wakaidi, wanaume ni wakaidi, watoto ni wakaidi, wazee ni wakaidi. Hizi ni nyakati ambazo unatakiwa kulia. Lia kwa maombi, toa machozi. Ikiwezekana galagala chumbani kwako, mlilie Mungu. Tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkubwa namna hii? Tutapataje kupona kanisa? Ndio maana Biblia inasema Yesu siku zake za mwili alimtolea yeye aweze kumwokoa na mauti. Alimtolea yeye aweze kumwokoa na mauti katika maombi. Katika maombi, kulia, machozi. Biblia inasema machozi na dua, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa na mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa analia mpaka machozi. Alikuwa analia mpaka machozi. Kwa nini? Kwa sababu ya nature ya mambo yaliyokuwa yanaendelea. He was crying. He was crying. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa ni lazima kama kanisa tujue kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo kama kanisa tunahitaji kufanya nini? Kujitenga na kizazi kiovu. Tunahitaji kujitenga na kizazi kiovu. Kwa nini tujitenge na kizazi kiovu? Nimekuambia kwamba nguvu za Mungu hazitatembea kwenye maisha yako. Hazitatembea kabisa. Ni lazima ujitenge na kizazi kiovu. Bwana apewe sifa. Unanisikiza ndugu yangu? Usipojitenga na kizazi kiovu, sahau kutembea na Mungu. Sahau kabisa. Mungu hawezi kaa pamoja na wasio safi. Hawezi kabisa. Mungu na hekima yake hawezi kaa pamoja na wasio safi. Hawezi.